Karibu tena ndugu mpendwa msikilizaji katika kipindi chako pendwa cha simulizi na Dada P. Leo ninakuletea kisa cha binti huyu alikuwa na matumaini makubwa baada ya kumaliza elimu yake ya chuo kikuu. Lakini matumaini hayo yaliyeyuka. Yeye ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto 5. Wazazi wake walimsomesha kwa hali na mali, wakiwa na matumaini baada ya kumaliza chuo atapata kazi na kuwasaidia wadogo zake pamoja na wao. Baada ya kumaliza chuo kikuu alitafuta kazi kwa juhudi, lakini juhudi zake hizo ziligonga mwamba. Alikaa nyumbani takriban miaka 3 bila kupata ajira yoyote. Sehemu zote ambazo alituma barua za maombi ya kazi aliishia kufanya interview. Na baada ya kuona hapati kazi, aliamua kutafuta nafasi ya kujitolea kwenye makampuni na kwenye maofisi. Lakini hata hiyo nafasi ya kujitolea alikosa. Maisha kukaa nyumbani aliyachoka. Na nyumbani ni kama walimchoka, lakini hawakuwa wanaweza kumwambia moja kwa moja. Lakini kuna namna ambayo tu alikuwa anaona mazingira ya nyumbani, alielewa kwamba walikuwa wamemchoka. Siku moja aliamua kuacha vyeti vyake na kwenda kutafuta kazi yoyote, ili mradi ni halali, ili aweze kupata mtaji afungue biashara. Anasema akiwa anapita mjini anafikiria wapi pa kwenda, alijikuta anaingia kwenye kampuni moja. Ndani ya hiyo kampuni kuna dada alishafika, alikuwa anafanya kazi zake na kompyuta. Akajitambulisha, akamwambia natafuta kazi ya kufanya usafi, nimemaliza kidato cha 4. Anasema yule dada baada ya kumuuliza baadhi ya maswali alimwambia, tulikuwa tunatafuta mtu kwa ajili ya kufanya usafi. Kama uko tayari unaweza kuanza leo, lakini nahitaji baadaye uniletee barua kutoka serikali za mitaa na barua ya mdhamini. Anasema hakutaka mtu yoyote ajue kuwa amepata kazi ya kufanya usafi pale mtaani kwao wala nyumbani. Anasema nyumbani walimuuliza amepata wapi kazi. Aliwaambia nimepata kazi ya kujitolea kwenye kampuni, huenda wanaweza kaniajiri baadaye. Pale ofisini baada ya kumaliza kufanya usafi hakuwa na kazi nyingine. Lakini utaratibu wa kampuni hakutakiwa kwenda nyumbani mpaka jioni wafanyakazi wote walipotoka. Baadhi ya wafanyakazi walikuwa wanamtuma sokoni aende kuwaletea mahitaji ya nyumbani. Na alipokuwa anaenda sokoni alikuwa anaenda kwa tahadhari kubwa akijifunika ili watu wanaomjua wasimuone. Maisha yalimfundisha kuwa mtii na mnyenyekevu. Pale ofisini watu wote walimpenda. Kila kazi ambayo alikuwa anapewa, anasema alikuwa anafanya huku akitabasamu. Anasema Dada P, kuna baadhi ya wafanyakazi walikuwa wakija asubuhi viatu vyao vimechafuka, walikuwa wananipa niwasaidie kusafisha na walikuwa wananipa hela. Nilikuwa nafanya huku nikitabasamu, lakini moyoni mwangu nilikuwa na maumivu. Akilini mwangu nilikuwa nina mipango. Nilijiwekea malengo, nitafanya kazi pale kwa muda fulani. Nikipata kiasi cha pesa ambacho nilikuwa nakihitaji, niondoke. Siku moja akiwa ameshamaliza kufanya usafi asubuhi, yule dada aliyempatia kazi alimuita. Akushtuka. Alijua tu ni zile kazi za kawaida ambazo huwa wanamtuma, nisaidie kwenda sokoni nikoroge chai. Alimpeleka ofisini kwake, akamwambia mdogo wangu, kuna kazi nataka unisaidie. Ni rahisi, haiwezi kukushinda. Alimpatia dokumenti nyingi zikiwa kwenye faili, akamwambia naomba unisaidie kuzikopi hizi taarifa upya na utakapomaliza uniambie. Ratiba yangu imekuwa ngumu na hizi taarifa zinatakiwa zijazwe leo kwenye system. Anasema baada ya kuangalia ile kazi alishtuka. Ndio kazi ambayo ameisomea, lakini hakuonyesha usoni, na ameitaabikia kuitafuta takriban miaka 3 bila mafanikio. Na hiyo system ambayo hizo taarifa zinatakiwa zijazwe, anajua namna ya kuitumia. Anasema alikuwa anawaza ni kwa namna gani atamwambia yule dada anaweza kutumia hiyo system ya kujaza hizo taarifa, lakini tayari alishamdanganya ameishia kidato cha 4.
Yule dada baada ya kuona ile kazi alifurahi sana, akampongeza, amefanya vizuri na amemaliza kwa haraka. Anasema yule dada alichukua laptop kisha akafungua ile system ya kujaza zile taarifa. Akamwambia, nataka nikufundishe, unisaidie kujaza hizi taarifa. Ratiba yangu imekuwa ngumu, kuna kazi natakiwa nizimalizie. Akamfundisha kujaza taarifa ya kwanza. Alinyamaza kimya kama hajui chochote na hajawahi kuiona ile system. Baada ya yule dada kujaza kama taarifa 2, akamwachia ajaze taarifa nyingine. Anasema alijaza vile vile kama yule dada alivyojaza. Yule dada alimwambia, una kichwa chepesi sana. Baada ya kumwangalia na kuridhika kuwa anaweza kufanya ile kazi, alimuacha na akaendelea kufanya kazi nyingine. Kwa kuwa ni kazi ambayo ameisomea, anaijua. Baada ya kujaza taarifa kwenye system, kuna ripoti ambayo huwa inatakiwa kuandikwa baada ya kujaza zile taarifa. Aliandika ile ripoti. Baada ya muda yule dada alirudi kumwangalia anaendeleaje kufanya kazi. Na alipokuta amejaza ile ripoti, yule dada alishtuka. Alimuuliza, nani amekusaidia kujaza hii ripoti? Akamwambia, nimejaza mwenyewe. Yule dada akawa kama amepaniki, akamwambia, hapana. Kujaza taarifa ndiyo unaweza kufanya, lakini kuandika ripoti hauwezi mpaka uwe umesomea hichi kitu. Akamuuliza tena, nani amekusaidia kujaza hii taarifa? Akamwambia, nimejaza mwenyewe. Yule dada akaondoka akiwa amepaniki, akaelekea ofisi za watu wengine. Na baada ya muda alirudi. Alimuuliza tena. Akamwambia, nimefanya mwenyewe. Akachukua ile laptop akaingia ofisini kwa bosi. Baada ya muda mfupi aliitwa ofisini. Bosi alimwambia aseme ukweli kuhusu elimu yake, na alimwambia mtu ambaye amemaliza kidato cha 4 hawezi kufanya kazi hii kwa ufanisi huu na kwa kiwango hichi. Kuna kitu ambacho umetudanganya kuhusu elimu yako, tuambie ukweli. Anasema ilibidi aseme ukweli. Alimwambia bosi, naomba mnisamehe, nimedanganya. Mimi sijamaliza kidato cha 4, elimu yangu ni ya chuo kikuu, lakini nimekaa miaka 3 nyumbani sijapata kazi. Nimeamua kufanya kazi yoyote ili nipate mtaji niweze kufungua biashara. Alishangazwa. Akamwambia, inawezekanaje mtu aliyemaliza chuo kikuu anafanya kazi ya usafi? Akamwambia, kama ndio hivyo, kalete vyeti vyako, tuna mpango wa kuajiri. Yule dada alimwambia bosi, hapana, hatuwezi kumwajiri. Kwanza ametudanganya, amemaliza form 4 kumbe amemaliza chuo kikuu.